Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano tarehe 19 mwezi wa 3, Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 aya 4 hadi ya 5, aya 12 hadi ya 14 na aya ya 16. Na somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 aya 13, aya 16 hadi ya 18 na aya ya 22. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya kwanza aya 16, aya 18 hadi ya 21 na aya ya 24. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo. Yakobo alimzaa Yusufu mumewe Mariamu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, leo kanisa linasherekea sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Baba yetu wa mbinguni alimtuma mwanaye kuja ulimwenguni kwa kuzaliwa na Bikira Maria. Mungu alimchagua Bikira Maria aliyekingiwa dhambi kuchukua mimba, kumzaa na kumlea mtoto Yesu. Lakini Mungu pia alihitaji kumchagua baba mlezi wa Yesu Kristo. Na katika wanaume wote wa Israeli, aliona anayestahili kupewa wajibu huo wa kumlea Yesu ni Mtakatifu Yosefu wa Nazareti. Sherehe ya leo sio tu inampa heshima ya pekee Mtakatifu Yosefu, bali pia inatupa mwaliko wa kutafakari jinsi ambavyo sisi kama kanisa tunashirikishwa matunda hayo ya ndoa kati ya Yosefu na Maria. Inasemekana kuwa Yosefu alizaliwa katika mji mdogo wa Bethlehemu ambapo Yesu pia alizaliwa, lakini baadaye alihamia Nazareti pamoja na Yesu na Maria baada ya kurejea kutoka Misri kwa lengo la kumlinda Yesu dhidi ya mfalme wa Judea. Hakuna maelezo mengi sana kuhusu historia ya Mtakatifu Yosefu zaidi ya yale tunayoyapata katika Injili. Lakini Injili inatuambia yote tunayotakiwa kujua kuhusu Yosefu, ambaye ni mtakatifu, mtiifu kwa Mungu na mtu wa haki, ambaye alipewa mamlaka ya kuwa baba mlishi wa Yesu, na hata sasa anaendeleza mamlaka hayo juu ya kanisa. Mtakatifu Yosefu alikuwa kweli baba wa Yesu, kama anavyotuambia Mtakatifu Agustina kwamba kwa sababu ya uaminifu wa ndoa yao,
Wote wawili wanastahili kuitwa wazazi wa Yesu. Ubaba wa Yosefu umeelezwa wazi katika Injili kwa kupewa na malaika wajibu wa kumpa Yesu jina. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 1 aya 21. Kama Bikira Maria alivyokuwa mtii kwa Mungu, pia Mtakatifu Yosefu alikuwa mtii kwa Mungu. Utii wa Mtakatifu Yosefu, maagizo ya Mungu kupitia malaika kuhusiana na ndoto 4 kama inavyoelezwa katika Injili. Aliyopokea maelezo hayo na kufanya kama alivyoelekezwa na malaika katika ndoto. Kwa sababu ya utii wake kwa Mungu, alipewa mamlaka ya kuwa baba wa Yesu. Inaelezwa wazi kwa Yesu alimtii Mtakatifu Yosefu. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 2 aya 52. Mwana wa Mungu alikuwa mtii kwa mapenzi ya Mungu tu. Hivyo Mtakatifu Yosefu alitimiza tu mapenzi ya Mungu. Ndiyo maana Yesu akawa mtii kwake. Mwaka 1847 Disemba tarehe 8, Papa Pius wa 9 alimtangaza Mtakatifu Yosefu kama baba, mwombezi na mlinzi wa Kanisa Katoliki. Hii inatokana na ukweli kwamba Maria ni mama wa Mungu na mama wa Kanisa. Kwa kuwa Yosefu alikuwa baba wa mwana wa Mungu, sisi pia twaweza tukategemea maombezi na ulinzi wa Mtakatifu Yosefu, kwa kuwa sisi ni viungo vya mwili wa Kristo. Mtakatifu Yosefu awe mfano bora katika kuenzi na kumwilisha tunu msingi za maisha ya kifamilia, maeneo ya kazi, wakati wa raha na shida. Tusisite kamwe kumwita katika sala. Mtakatifu Yosefu ni baba mpendevu, mwenye huruma na upendo, mtiifu na mwepesi kukubali. Alibahatika kuwa na kipaji cha ugunduzi na ujasiriamali, lakini alibaki akiwa amefichwa kwenye vivuli, akawajibika na kuwa ni chanzo cha furaha na sadaka binafsi. Mtakatifu Yosefu ndiye wakili mwaminifu na mwenye busara ambaye Bwana alimweka juu ya watumishi wake. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 12 aya 42. Ni mfano bora katika maisha yetu, aliyetoa kipaumbele cha kwanza kwa Mwenyezi Mungu, akailinda na kuitunza familia takatifu ya Nazareti kwa kazi ya mikono yake. Kama ilivyokuwa kwa Bikira Maria, ndiyo ya Mtakatifu Yosefu katika mpango wa ukombozi ndiyo inampatia ukuu. Tumesikia katika Injili, naye Yosefu alipoamka kutoka usingizini, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza. Ni mwanzo wa safari ya utii wa Mtakatifu Yosefu katika mpango mzima wa ukombozi wa mwanadamu. Yeye kama baba ndani ya familia ya Nazareti anayachukua kikamilifu majukumu yake ya kuwa mlinzi na tegemezi kwa familia nzima. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika waraka wake Redemptoris Custos anaongeza kuwa kama vile Mtakatifu Yosefu alivyochukua jukumu la kumtunza kwa upendo Bikira Maria na kwa furaha akajitoa katika kumtunza Yesu, vivyo hivyo anavyolitunza na kuliangalia fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa, ambalo Bikira Maria ni mfano na kielelezo. Mtakatifu Yosefu aliyatimiza hayo kwa sababu ya utume wa Mungu aliyoupata kwa njia ya malaika. Usihofu kumchukua Maria mkeo, kwa sababu mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hapa tunaiona nafasi ya Mwenyezi Mungu na sababu kubwa ya imani yake.
anatekeleza yote kadiri ya mapenzi ya Mungu. Mara nyingi tumefunuliwa juu ya mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Wakati mwingine ufunuo huo unatutaka tupitie katika changamoto na mazingira magumu sana. Kwa bahati mbaya sana, na kwa sababu ya kuvutwa na mwenendo wa kidunia hii ya Mungu huwekwa kando. Tunakuwa tupo tayari kuitoa sadaka sauti ya Mungu au kupuuza sauti ya Mungu ili kusifika au kupata umaarufu. Mtakatifu Yosefu anapotuonesha utii huu kwa sauti ya Mungu, anaendelea kutufundisha kuwa katika hali ya upole na ukimya, katika hali ya unyenyekevu na kujishusha, ndipo tunapoweza kuyaona mambo katika uhalisia wake. Tunaposherekea sikukuu hii kubwa, tunaalikwa kutoka katika mwenendo wa ulimwengu huu unaotuzunguka wa kelele nyingi na majibu ya haraka. Tujifunze upole na unyenyekevu wa Mtakatifu Yosefu, ili kwa njia hiyo tuwe na fursa ya kutambua mpango wa Mungu na kupokea hata kama itatulazimu kupitia changamoto. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Frederick John Filipo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele.